Kickstarts Sport Next Level. Leo hii katika mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa kule nchini Morocco walipokea kipigo cha mabao 2-0 katika mechi hiyo iliyochezwa kwenye uwanja wa Manispaa kule mjini Berkane. Ni mabao ambayo yalifungwa na Mamadou Lamine Camara katika dakika ya 8 ya mchezo, na kisha Osama Lamli, mshambuliaji kinara wa klabu hiyo ya RS Berkane katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, akaongeza bao la pili katika dakika ya 14, mabao ambayo baada ya hapo yalidumu mpaka mwisho wa mchezo. Ni katika mechi ambayo kocha Fadlu Davis ndiye anasisitiza kwamba haijaisha, na kwamba kile ambacho vijana wake walikionyesha hasa katika kipindi cha pili ndicho ambacho kinakuwa cha kuanzia wakati tutakaporudiana tena tarehe 25 ya mwezi huu nchini Tanzania. Ni katika matokeo ya jumla ya mechi hizo mbili za fainali ndizo ambazo mwisho wa siku mwenye matokeo bora zaidi ndiye atakayetwaa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Katika mechi ya leo, Simba waliokuwa ugenini walionekana kuzidiwa katika dakika 15 za kwanza mbele ya wenyeji RS Berkane, ambao kwenye mfumo wao walionekana kucheza 4-1-4-1 baada ya golikipa, huku Simba kwenye kati tofauti wakionekana kuwa ni 4-2-3-1 baada ya golikipa, lakini wakati mwingine wa kucheza ilikuwa ni 4-3-3. Hawa watatu wa juu walikuwa ni Kibu Denis Prosper, Elie Mpanzu Kibisawala na Lionel Ateba Mbida. Wakati katikati kulikuwa na Fabrice Luamba Ngoma, alikuwepo Yusuf Kagoma na Jasha Ahua. Kwenye ukuta wakianza beki wa pembeni kulia Shomari Kapombe, kushoto Mohamed Hussein Shabalala, katikati Abdurazak Hamza na Shamu Karabu. Hata hivyo Abdurazak Hamza alitoka mapema na kuingia Shemalon Fondo kukamilisha eneo lile la kuwa na walinzi wa 4. Ni katika mechi ambayo mpaka mapumziko tayari Simba alikuwa nyuma kwa mabao 2 kutokana na kitendo cha wao kushindwa kuhimili pressure, shinikizo kubwa kutoka kwa wenyeji RS Berkane katika dakika 15 za kwanza. Dakika ya 8 tu ndipo Mamadou Lamine Camara katika mfumo ule wa RS Berkane wakuwa baada ya golikipa Munir Mohamed yeye kucheza kama kiungo mbele ya walinzi wa 4 ambao walikuwa ni nani? Isufu Dayo beki kulia leo hii alianza Abdelhak Asal, beki wa kushoto Hamza El Musawi, wakati Isufu Dayo alicheza na Adel Tahif. Mbele yao ndipo alipokuwa Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal ambaye mara kwa mara hucheza eneo hilo, na leo hii alikuwa kwenye kiwango bora sana, akafunga bao la utangulizi katika hiyo dakika ya 8. Lakini mbele yao pia kulikuwa na viungo 4 wakiwemo akina Yasin Labiri, akiwemo kina Yusuf Mehri, lakini vile vile mshambuliaji kinara alikuwa ni Osama Lamliwi, wakati katika viungo pia kulikuwepo na Ayubu Khairi. Ni katika mechi ambayo RS Berkane walianza kwa kasi kweli kweli, pressure kubwa, na ni nyakati ambazo Simba walikuwa bado hawajachangamka vizuri, wakapokea mabao 2 mpaka kufikia dakika ya 15. Hata hivyo baada ya hapo Simba walirejewa na utulivu katika baadhi ya nyakati kuelekea mapumziko, na kipindi cha pili Simba waliimarika zaidi. Zipo nyakati kadhaa ambazo Simba walifika katika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga, lakini ni katika mechi ambayo mwisho wa siku wenyeji walimiliki zaidi mchezo, walimiliki zaidi mpira kwa kumiliki mpira kwa asilimia 52 kulinganisha na asilimia 48 za Simba. Lakini hii ilitokana na pasi ambazo wenyeji kwa ujumla wake walipiga pasi 381 pasi kulinganisha na Simba ambao wao walipiga pasi 358. Ni katika eneo la umiliki wa mpira ambako hawakuachana sana, lakini katika kumiliki huko mpira nini kilitokea? Wenyeji walipiga mashuti, tunasema shots, walipiga mashuti kwa ujumla mashuti 14, kati ya hayo mashuti 6 yakilenga shabaha, ilhali Simba haikuwa nyuma nayo katika eneo hili, kwa sababu ingawa ilikuwa ikishambulia kwenye kati chache, lakini ilipiga mashuti 9. Kilichoangusha hakukuwa na shuti lolote lilolenga lango, kitendo ambacho kiliungana na baadhi ya wapinzani RS Berkane kwenye uwanja wa Manispaa kule Berkane, ambao walimaliza dakika 90 bila kupiga shuti lolote. Baadhi yao wakiwa ni Lundasol ya kutoka kule nchini Angola, ilikwenda pale Berkane haikupiga shuti lolote la kulenga shabaha, lakini pia waliokwenda na kushindwa kupiga shuti lolote la kulenga shabaha walikuwa pia
ni pamoja na CS Constantine katika mechi ya nusu finali walifungwa 4-0, walimaliza dakika 90 bila kupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Miongoni mwa timu ambazo zilifanikiwa kupiga mashuti ya kulenga shabaha ni ASEC Mimosas, ilipiga mashuti mawili ya kulenga shabaha ilipocheza na RS Berkane kwenye uwanja huu wa Manispaa kule Berkane, lakini walipoteza mechi hiyo. Vile vile walifanikiwa kupiga shuti walikuwa ni pamoja na ASEC Mimosas, walipiga mashuti mawili walipoteza 1-0. Stellenbosch wao pia walipiga shuti moja lakini wakapoteza 5-0. Hata hivyo, eneo lingine ambalo Simba pengine inaweza kawa jambo chanya kwao kuelekea mechi ya marudiano ili wafanyie kazi na hatimaye kupata matokeo ni ukweli kwamba Simba ndio timu ya kwanza, ndio timu pekee kupiga mashuti ya idadi hii dhidi ya RS Berkane, ingawa hakuna lilolenga shabaha. Timu nyingine iliyopiga mashuti mengi kwa kucheza dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa nyumbani wa Berkane ni Stellenbosch ya Afrika Kusini, ambayo yenyewe ilipiga mashuti 8, moja alikalenga shabaha lakini wakafungwa 5-0. Simba mashuti 9 ndio timu iliyopiga mashuti mengi, lakini ikaungana na zile ambazo mechi dakika 90 kufanikiwa kupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Na hii inatokana na ulinzi madhubuti wa RS Berkane, ambao hata hivyo leo hii kuelekea mwishoni mwa mchezo kuna nyakati Simba ilionekana kutawala zaidi kutokea eneo la kati kwenda kujaribu kulishambulia lango la RS Berkane, na hasa baada ya mabadiliko kadhaa yaliyofanywa na kocha Fadu Davids katika kipindi cha pili, ikiwamo kuingia kwa Joshua Budo Mutale aliyetoa nafasi ya Elim Panzu Kibisawala. Madhara yalionekana kwa RS Berkane hasa kutokana na uwezo wa Joshua Budo Mutale aliingia na nguvu mpya na kufanya purukushani eneo la kati, kiasi ya kwamba madhara yaliokuwa kiletwa zaidi na Mamadou Lamine Kamara yalionekana kupungua ama kukoma kuelekea mwishoni mwa mechi. Mwisho siku Simba wakapoteza 2-0. Ni idadi nzuri kwa RS Berkane kushinda, lakini ni katika namna ambayo mashabiki wengi wapenzi waliofika uwanjani kuishangilia timu ya RS Berkane walionekana kana kwamba hawana furaha hivyo. Ni kwa sababu walitarajia labda wapate ushindi mnono zaidi kama ilivyokuwa dhidi ya CS Constantine ambao walishinda 4-0 katika hatua ya nusu finali na kuwarahisishia kazi katika mechi ya marudiano kule nchini Algeria ambako walipoteza kwa bao 1-0. Matokeo ya jumla yakawa 4-1, wakasonga mbele hatua ya finali. Ni kwa sababu wanajua wakiwa ugenini dhidi ya Simba pengine lolote linaweza kutokea, kwa sababu ushindi wa mabao 2-0 maana yake Simba walau kazi yake ni nafuu kulinganisha na pengine ingefungwa kama walivyofungwa CS Constantine mabao 4-0, ambao pengine mzigo ungekuwa mkubwa zaidi. Na ni kwa sababu hiyo ndipo kocha Fadu Davids akizungumza baada ya kumalizika kwa mchezo huo, akizungumza na waandishi, alisema wazi kwamba kwa namna alivyoona wenyeji wameshinda lakini hawana furaha, na hawana furaha kwa sababu wanajua wao Simba wako imara na wanaamini katika mechi ya marudiano wana uwezo wa kupata ushindi, tena ushindi wa zaidi ya mabao haya, na hivyo kutoa ubingwa. Ni katika namna ambayo kocha Fadu Davids aliongea kwa kujiamini sana kwamba alichoshuhudia katika kipindi cha pili kuna mambo kadhaa ambayo watayafanyia kazi kuhakikishia wanapata matokeo mazuri, kwa sababu vijana wake hasa katika kipindi cha pili baada ya mazungumzo ya wakati wa mapumziko waliimarika zaidi katika kupiga mipira na pia katika kujaribu kutafuta nafasi za kwenda kufunga, lakini kubwa zaidi kuimarika katika eneo lao la ulinzi ambalo lilifanya RS Berkane baki kuwa yale yale. Ni katika namna ambayo kocha Fadu Davids ameeleza wazi kwamba nafasi bado ipo, wana uwezo kupindua meza kibabe na wakatoa ubingwa. Ichezwe kwa Mkapa, ichezwe New Amani Complex visiwani Zanzibar, jambo ambalo limekuwa likizua gumzo hivi karibuni, hasa baada ya tangazo la wenye michuano yao CAF kwamba mechi itachezwa Zanzibar. Lakini Fadu Davids alisema hata ingechezwa mechi ya marudiano pale pale walipocheza leo hii, timu yake ina uwezo kupata matokeo chanya, kwa sababu leo hii kilichowabeba RS Berkane hasa katika yale mabao mawili ya kwanza ni ukweli kwamba kikosi chake kina wachezaji wengi vijana wasio na uzoefu wa michuano ya CAF kwa hatua hii ya finali, na pressure ile kutoka kwa mashabiki wa RS Berkane waliorundikana kwenye uwanja huo na kushinikiza wachezaji wake katika dakika za mwanzo ziliwafanya washinde kuwa na umakini wa kutosha, lakini baadaye walitulia na ndipo ambapo walionekana kucheza vizuri zaidi. Bila shaka kocha Fadu Davids anayo mambo kadhaa ya kufanyia kazi. Moja wapo ni kuhakikisha katika dakika 15 za kwanza wanakuwa imara zaidi pindi watakaporudiana, ili kujenga matumaini ya kufanya kile ambacho yeye anakiwazia, kwa sababu RS Berkane dakika 15 za kwanza walikuwa na shinikizo kubwa kiasi ambacho
wekundu wa Msimbazi Simba eneo lao la ulinzi ilionekana kama kuyumba, jambo ambalo hata hivyo walikuja kulifanyia kazi baadaye. Lakini vile vile Simba kuangalia namna ambavyo wanaposhambulia wawe na idadi kubwa, kwa sababu ni kwa kufanya hivyo ndipo wanaweza kuongeza mazingira ya kupiga mashuti mengi zaidi, ya kulenga shabaha na hatimaye kuwapatia mabao, tofauti na leo ambapo katika mashambulizi machache walikuwa wakifanya kulikuwa na watu wachache. Kuna wakati alikuwa anaonekana Lionel Ateba Mbida akiwa kama peke yake, Eli Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper alikuja kutoka katika kipindi cha pili, lakini alipoingia pia Valentin Nouma pamoja na Joshua Budo Mutale katika eneo la kushoto, liliongeza kitu ambacho bila shaka kocha Fadu Davids atapata cha kuongezea katika mipango yake, ili mwisho wa siku abadili apindue meza kibabe kama alivyopania na kuwapa furaha mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa furaha wa Tanzania ambao matarajio yao ni kuona Simba ikiwezekana wapate ushindi kama wenzao RS Berkane walivyopata ushindi kwao, na mwisho wa siku kutwaa ndoo hii kombe la shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa msimu 2024 2025. Lakini vile vile mambo mengine ya kufanyia kazi ni pamoja na kuona namna gani ambavyo atakuwa na mikakati ya kwenda kumzingua, kwenda kumpunguzia makali kiungo wa mbele ya walinzi wanne wa RS Berkane. Huyu Mamadou Lamine Kamara alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii na kuonekana ndiye mchezaji bora wa mchezo, lakini akifunga bao na pia kuzima mashambulizi kadhaa ya Simba yaliyokuwa machache, lakini kupita kwenye eneo lake yeye alifagia na kufanya kazi iwe rahisi kwa walinzi wao, kwa maana akina Tahif, akina Isfu Dayo, akina Asal Abdelhak, lakini pia Hamza El Musawi. Je, nini kitakachofuata katika mechi ya marudiano? Katika kucheza kwao leo hii kwa wastani, tunasema average position, wachezaji wa RS Berkane walikuwa kwenye mpangilio mbele wana wachezaji 6, kwa maana mbele ya mstari wakati wa uwanja walikuwa na wachezaji takriban 6. Halafu kwa wastani nyuma kulikuwa na wachezaji 4. Wanne hawa ni nani? Alikuwa ni Isufu Dayo, alikuwa ni Tahif, alikuwa ni beki wao wa kulia Abdelhak Asal, lakini pia kiungo wao Mamadou Lamine Kamara. Waliobaki akiwamo beki wao wa kushoto Hamza El Musawi, kwa wastani wote walikuwa juu ya mstari wakati wa uwanja, jambo ambalo liliwafanya kila mara waliposhambulia walikuwa na hatari zaidi, ya kwamba kuna baadhi ya matukio mwamuzi alionekana kana kwamba mwamuzi Pierre aliyapotezea, na bila shaka kwa msaada VAR, kwa sababu vinginevyo kulikuwa na hatari ya kwamba RS Berkane wangeweza kupata mikwaju ya penalty. Lakini pia Simba kwenye kucheza leo hii kwa kiasi kikubwa kwa wastani walikuwa na wachezaji 3 waliokuwa juu ya mstari wakati wa uwanja, huku wengine wote wakiwa kwa wastani wako nyuma, wachezaji 7, golikipa Kamara mchezaji wa 8. Ni waliokuwa mbele kwa wastani walikuwa ni Lionel Ateba Mbida kama striker, kama mshambuliaji kinara, lakini wengine waliokuwa mbele kwa wastani walikuwa ni Eli Mpanzu Kibisawala pamoja na Kibu Dennis Prosper. Walikuwa na idadi nzuri, ingawa kwenye mpangilio, kwenye kuzuia, hasa katika zile dakika 15 za kwanza ilikuwa mtihani kwa Simba. Bila shaka kuelekea mechi ya marudiano watakayofanyia kazi ni pamoja na namna ya kuona namna gani wanakuwa compact, wanakuwa na mshonano mkubwa kuziba mianya ya kuweza kufikiwa kwa golikipa wao Musa Kamara, kwa sababu kipindi cha kwanza walivyoanza ilikuwa rahisi wanafikiwa, ingawa baadaye waliimarika na ndio maana hakukuwa na mabao yaliyoongezeka. Lakini vile vile kufanyia kazi mipira ya juu, Mamadou Lamine Kamara urefu futi 6.3, mpira wa juu alifunga akiwa hana shinikizo la kutosha kutoka kwa walinzi wa Simba, jambo ambalo bila shaka watapaswa kulifanyia kazi, kwa sababu unapozuia katika eneo lako la 18 mipira ya juu inapaswa kufanya yote mawili kwa pamoja, majukumu ya kuzuia. Moja, kufanya zone marking kwa maana nafasi, lakini pili, man marking. Yes, kwa maana kwamba unakuwa na mtu karibu mpaka kugusana naye miongoni mwa walinzi wa Simba, ili kuhakikisha hata akiruka, akikuzidi, lakini bado akose shabaha kwa ukamilifu ili kupeleka mpira kule anakotaka. Jambo ambalo alikufanyika kwa usahihi wakati wa kufungwa kwa goli la kwanza la RS Berkane lililofungwa na Mamadou Lamine Kamara, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.